Safiri leo katika ulimwengu wa Kiislamu utakutana na mgawanyiko mkubwa ambao umebaki kama kidonda kisichopona kwa zaidi ya miaka 1400. Mgawanyiko kati ya Ahlus Sunna na Mashia. Je, kundi hili la Mashia lilianza vipi? Wanaamini nini? Kwa nini wanaswali kwenye mawe ya udongo? Kwa nini wanajipiga na kulia kila mwaka? Na ni nini kinachowatofautisha kimsingi na Waislamu wengine wote duniani? Fumba macho yako, fungua akili yako na usafiri nami katika kurasa za historia zilizofichwa kwa karne nyingi. Neno Shia katika lugha ya Kiarabu linamaanisha wafuasi au kundi linalounga mkono upande fulani. Chimbuko lao halikuanza kama dini tofauti, bali lilianza kama harakati za kisiasa. Baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, swali kubwa liliibora: nani atakuwa kiongozi au khalifa wa Waislamu? Waislamu walio wengi ambao baadaye walijulikana kama Masuni walikubaliana kumchagua Abu Bakar, kisha Omar na kisha Uthman kupitia mfumo wa ushauri. Lakini kulikuwa na kundi dogo la watu walioamini kuwa uongozi haupaswi kuchaguliwa na watu, bali ni haki ya kimungu inayopaswa kubaki ndani ya familia ya Mtume, kuanzia kwa binamu na mkwe wake Ali bin Abi Talib. Kundi hili likaitwa Shi'atu Ali, yani wafuasi wa Ali. Lakini mpasuko huu wa kisiasa haukuwa wa kudumu mpaka ilipotokea moja ya matukio ya kusikitisha zaidi katika historia ya Uislamu, tukio la Karbala nchini Iraq. Mwaka wa 61 Hijria, mjukuu wa Mtume Hussein bin Ali aliuawa kikatili pamoja na familia yake katika jangwa la Karbala na jeshi la watawala wa Bani Umayya. Mauaji haya yalitikisa nyoyo za Waislamu wote, lakini kwa wafuasi wa Ali, kifo cha Hussein kilikuwa ni zaidi ya msiba, kilikuwa ni mbegu iliyootesha dini mpya. Baada ya Karbala, kundi hili la Mashia liliacha kuwa harakati za kisiasa pekee, likageuka kuwa kundi lenye itikadi na falsafa zake zinazojitegemea. Majonzi, kujilaumu na chuki dhidi ya watawala waliopita vikawa ndio msingi mkuu wa itikadi zao. Tofauti kubwa kabisa, msingi unaowatenganisha Mashia na Waislamu wengine wote, ni itikadi inayoitwa al-imama, yani uimamu. Kwa Waislamu wa Sunna, kiongozi baada ya Mtume anaitwa khalifa, ni mwanadamu wa kawaida anayeweza kukosea na anayechaguliwa na watu kuongoza dola. Lakini kwa Mashia, wanaamini kuwa Mwenyezi Mungu aliwateua maimamu 12 waliotokana na kizazi cha Ali na Fatima, kuanzia kwa Ali, Hassan, Hussein na kuendelea mpaka imamu wa 12 anayeitwa Muhammad al-Mahdi. Lakini cha kushangaza na kutisha katika itikadi hii ni sifa wanazowapa hawa maimamu. Mashia wanaamini kuwa